Bwana kiongozi wewe kidogo safi kabisa. Mambo mazuri. Mambo sio mazuri. Mambo si mazuri. Sio mazuri. Kwa nini? Mambo sio mazuri kwa sababu moja. Tulikuwa kwenye mkutano wa kupitisha baadhi ya vipengele, lakini cha kushangaza kwa asilimia kubwa tumesomewa vipengele ambavyo ndo hivi. Baada ya kusomewa ilitakiwa tuvipitishe sisi kama wanachama. Yeye kafunga mkutano kaondoka. Sasa tumuulize Mangungu ndo kavipitisha hivyo vipengele? Kwa sababu mkutano umefanyika lakini vipengele vyote havijapitishwa. Kwa sababu baada ya kutusomea ilitakiwa arudi kwetu sisi wanachama kuhoji kipengele kimoja kingine na kutuuliza bana, kipengele hiki namba fulani kimepita au hakijapita, aidha kipigiwe kura au aidha tunyoshe kwa vidole. Lakini hakuna kilichofanyika. Sisi baada ya kusomewa tu kikao kafunga kaondoka. Sasa tumepitisha nini? Inamaanisha ya kwamba haujaridhishwa na haujapitisha ambayo hata ukimuuliza mwanachama yoyote amepitisha kipengele kipi, maana tuko hapa kwenye bado hatujaondoka. Tumepita hapa, hakuna chochote kilichofanyika. Umeelewa? Hamna kilichofanyika. Kwa hiyo ina maana mpaka sasa hivi mwanachama yote kimuuliza, hamna kipengele hata kimoja kilichopindishwa. Wala mapato hamna yote iliyopitishwa, kwa sababu ilitakiwa arudi kwetu sisi atuulize. Lakini yeye hajafanya hivyo, amefunga kikao ameondoka. Kwa hiyo huu mkutano ni batili. Kwa sababu lengo la wanachama kuja kupitisha vipengele hivi. Leo hatujapitisha sisi wanachama. Mwanachama ukimuuliza kapitisha nini? Hamna hata kimoja. Kwa leo Mangungu atufanyia uni. Kwenye ajenda ya mabadiliko ya katiba, kipi umeondoka nacho? Sijaondoka na kimoja, ndio maana nakwambia baada ya kutusomea mwanasheria vipengele ambavyo walifanyia marekebisho, ilitakiwa yeye kama mwenyekiti arudi kwa wanachama aulize kipengele kimoja baada ya kingine. Kipengele namba moja jamani kimepita na kipigiwe kura, aidha kwa kunyosha mikono au aidha kwa kuhesabiwa kwa kura. Lakini hata kimoja kilichofanyika. Sasa utaniambiaje mimi nimeelewa kitu? Mimi sijaelewa kitu chochote hapa kilichofanyika, na hakuna kipengele kilichopitishwa kwa mtaza huo. Unataka niambie mkutano huu ni wa tofauti na mikutano uliohudhuria? Sijawahi kuona mkutano kama huu. Sijawahi kuona mkutano kama huu. Mkutano wa hovyo kabisa, kwa sababu katuvunjia kwanza heshima. Sababu sisi wanachama wengi wametoka huko wanakuja kusikiliza kwamba saa hizi mkutano huu ndo tunatoka huko tunamkabidhi mwekezaji. Sasa tunamkabidhije mwekezaji wakati sisi hujatusikiliza na hujapitisha kipengele kimoja baada ya kingine? Alafu nasemaje tu tumepitisha kitu? Hatujapitisha kitu. Nini kifanyike? Ni mkutano mwingine mpya. Kwangu mimi, maoni yangu ni mkutano mwingine uitishwe ili tuweze kupitisha kipengele kimoja baada ya kingine, na watu waulize, watu wahoji. Umeelewa? Ili kila mtu ahoji, kwa sababu huwezi kutuletea mkutano kubadilisha baadhi ya vipengele vya katiba alafu simhoji mwanachama. Hapo tutambiaje kipengele hivi vimepita wakati sisi hatujavipitisha? Ina maana kavipitisha yeye. Sasa kama kavipitisha yeye sawa, lakini sisi mkutano tunahitaji vipengele hivi tuvipitishe wanachama, aidha kwa kupigiwa kura ili vipengele vile vipite. Lakini leo kilichofanyika ni huni. Hizi sintofahamu ambazo zinaendelea hivi sasa, unadhani zina afya kwa klabu yenu? Kwangu mimi hazina afya, kwa sababu lengo tulipokuwa sasa leo tulikuwa tunajua tunapiga hatua ya mwisho. Hatua ya mwisho kumpa mwekezaji. Sasa kama tulikuwa tunapiga hatua kumpa mwekezaji, alafu katika vipengele ambavyo vilitakiwa tuvibadilishe mwanachama hajasikilizwa, sasa uone kama tunapiga hatua ya kurudi nyuma? Tunapiga hatua ya kurudi nyuma. Tunapiga hatua ya kurudi nyuma, kwa sababu siku zote wanajificha kwa waziri, na waziri kazungumza kwamba mambo ambayo ni wanachama wameamua yanaheshimiwa, ili mradi tu yasivunje nini? Sheria na taratibu za nchi. Maana yake kile alichokizungumza hata mwana FA kwa maana naibu waziri hakijafikiwa, sababu hamjaazimia. Hakijafikiwa kwa sababu baada ya kuzungumza na wakatusomea zile ajenda, ilitakiwa tuletee ili tuzipitishe, alafu kiwe kimefikiwa sasa. Sio, unanielewa? Ili kiwe kimefikiwa. Kwa hiyo hakijafikiwa, kwangu mimi naondoka nyumbani nikiwa na kinyongo. Na baadaye mna mchezo. Na baadaye kwenye mchezo tunaomba Mungu tujalie tushinde. Na nafasi unaiona pia? Nafasi naiona, timu nayo nzuri. Timu nayo nzuri, ni kupambana, jitihada, naamini tutafanikiwa. Kila la heri, asante. Nashukuru sana.